Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amekuwa akitujalia afya wakati wote kwa kuweza kutukutanisha katika kituo chetu hiki cha afya cha Maisaka kwa lengo la uzinduzi wa huduma ya upasuaji. Nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya CCM chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake za dhati kabisa za kuhakikisha huduma ya afya ambayo ni bora inapatikana katika maeneo yote nchini. Na sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati, hususan kata Maisaka, tunaishukuru serikali kwa kituo hiki kikubwa kabisa cha afya. Tuendelee kutumia nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha nyingi kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki. Lakini kutoa fedha kwa ajili ya vifaa tiba kwa ajili ya kituo hiki. Leo sisi sote ni mashahidi, kituo hiki cha afya ni miongoni mwa vituo vya afya bora nchini. Katika kutembea na kamati ya bunge katika maeneo mengine ambayo nimekwisha kutembea katika mikoa mingine, ninadiriki kusema kituo cha afya cha Maisaka ni miongoni mwa vituo ambavyo ni bora. Serikali imeweka fedha nyingi hapa. Lakini niendelee kuwapongezeni nyote ambao mlihusika kwa namna moja ama nyingine, wakiwepo ni wadau wa maendeleo ambao nao kwa namna moja ama nyingine kuna namna ambayo waliweka na wao nguvu zao katika kuhakikisha pia jitihada hizi ambazo zimefanyika na serikali zinafikia ile adhima ambayo imekusudiwa. Lakini nitumie wasaa huu pia kuwapongeza wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine ndio walikuwa wasimamizi wa ujenzi wa kituo hiki. Ninawapongeza sana kwa sababu katika maeneo mengine ambayo tumepita tumejionea fedha ambazo zimetolewa kama hizi kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Nilikuwa nateta na kaimu mkurugenzi hapa. Maeneo mengine unakuta majengo yamepauliwa, mengine yameishia kama lile, watu wanataka fedha zimetafunwa. Lakini niwapongeze wote ambao mliweza kusimamia hapa kwa weledi katika kuhakikisha adhima ya serikali ya kuwahudumia wananchi katika sekta hii ya afya inafikiwa kwa kiwango cha hali ya juu kama vile ambavyo imekusudiwa. Na leo sote ni mashahidi, tunaona majengo haya. Niendelee kuwapongezeni madaktari wa kituo hiki na wahudumu wa sekta ya afya wote ambao mko katika kituo hiki. Leo tunakwenda kuandika historia katika kituo hiki. Pamoja na jitihada ambazo zimekwisha kufanyika, lakini leo tumekusanyika hapa sote kwa ajili ya uzinduzi wa huduma ya upasuaji katika kituo hiki cha afya. Jambo ambalo ni kubwa na ni jambo ambalo ni la kihistoria kwa kituo hiki, lakini zaidi kwa namna miundombinu ya jengo hili ilivyo, lakini vifaa tiba vilivyomo humu ndani ambavyo ni vya kiwango kabisa, pasipo na shaka vinakwenda kutoa huduma ambayo ni bora kabisa kwa wananchi, ninasema wa halmashauri ya mji wa Babati, lakini wananchi wa kata hii ya Maisaka ambao ndio majirani wakuu wa kituo hiki cha afya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo ambayo tunafanya uzinduzi. Basi masaa machache yaliyopita kuna mwanamama amefanyiwa upasuaji hapa na ametoka salama, na sote ambao tuliingia ndani tumemuona, na mtoto anaendelea vizuri. Ni hatua ambayo ni kubwa, na mimi natumia nafasi hii kuendelea kuwapongezeni ndugu zetu ambao
mnatoa huduma katika kituo hiki cha afya. Mimi niendelee kuwasihi muendelee kutoa huduma kwa kuzingatia weledi wa hali ya juu, lakini kwa kuwa na huruma katika utoaji wa huduma, lakini mwenende pia kwa njia ya kuwa na maadili kama ambavyo kanuni zetu za utumishi zinavyotuelekeza, ili huduma inayotolewa hapa ikapate kuwa chachu katika sekta ya afya nchini, kama ambavyo serikali kwa kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika adhima yake ya kuhakikisha huduma ya afya inakuwa bora nchini, lakini kila Mtanzania anafikiwa na huduma bora ambayo inatija. Mimi niendelee kuwasihi na ninyi muweze kuishi katika falsafa hiyo, ili wananchi wote walioko katika kata hii waendelee kuwa mabalozi wa kuwasemeeni kokote wanakokwenda kwa huduma bora ambayo mtakuwa mnaendelea kuitoa hapa. Huduma zikienda zikilega, hakutakuwa na maana ya serikali kutoa fedha zote hizi hapa kuhakikisha majengo haya yanakamilika, lakini kuhakikisha vifaa tiba vya kisasa kabisa ambavyo viko hapa vinashindwa kwenda kuwasaidia Watanzania kama ambavyo ilivyokusudiwa. Mimi kama mbunge na mwakilishi wa wananchi wa jimbo hili la Babati mjini, kama ambavyo tumekuwa tukishirikiana toka hata sikuwa mbunge, bahati nzuri na ninyi mmezungumzia vitu ambavyo nimewahi kusapoti katika kituo hiki miaka mitatu takriban sasa, toka kituo hiki kilipoanza 2023. Mimi niendelee kuahidi ushirikiano wakati wote. Zile changamoto ambazo nadhani ninaweza kuzitatua mwenyewe binafsi kwa kutumia uchumi wa kwangu mwenyewe na familia yangu, ile sehemu ambayo ninaweza kufanya nitaifanya. Lakini zile fedha za mfuko wa jimbo, kama ambavyo kaimu mkurugenzi anajua, katika vikao vyetu tuliwahi kukutana nilizungumza, fedha za mfuko wa jimbo mimi sina utani nazo kabisa, wala sina rafiki juu ya fedha za mfuko wa jimbo. Fedha za mfuko wa jimbo kazi yake ni kuchochea maendeleo ya wananchi, kama ambavyo kanuni zinatuelekeza, sio za kula na marafiki. Lakini lingine, kaimu mkurugenzi, tukiwa huku tunazungumza tulikuwa tunajaribu pia kuteta katika mapato yetu ya ndani. Tusitegemee serikali kuu kila wakati kwa kila jambo, kwa sababu keki yenyewe ya nchi ni ndogo na tunagawana wote. Kwa hiyo pale ambapo tunaweza kufanya kwa kutumia mapato ya ndani, tujibane, tupunguze matumizi ambayo sio ya msingi, tuelekeze kwenye maendeleo. Ninaamini tutafika mahali maendeleo yatakuwa yamesogea, tutapumua na fedha zitakazopatikana zitafanya mambo mengine. Kwa hiyo kwa mapato ya ndani, kaimu mkurugenzi, nikuombe uendelee kwenda, ukirudi ofisini useme na ndugu yetu mkurugenzi Shabani. Na tukija kwenye baraza la madiwani pia tutasema, ili tuweze kukamilisha hilo jengo ambalo ni la kufulia. Hatuwezi kuona kituo ambacho kinaonekana ni kituo bora kama hiki. Tayari serikali imekwisha kutununulia mashine ya kufulia nguo hizo, alafu tu jengo ndio liwe sehemu ya changamoto ya kumaliza. Sababu almost daktari mfawidhi ananiambia tukipata milioni 20 pale tunamaliza. Sasa tuangalie kwenye mapato yetu ya ndani, tujiminye ili walau hapo tuweze kupakamilisha. Lakini tuna fedha ambazo karibuni tulipata katika vifaa tiba. Nafikiri niko mlinunua generator pia. Sasa jengo hilo linahitaji milioni 5. Milioni 5 kwanza, mheshimiwa diwani, hizo tunatakiwa tukamatane sisi wananchi huku. Sisi tukute jengo tayari limeanza. Milioni 5 sio fedha nyingi. Au sio jamani? Milioni 5 hizi tuna haja ya kupiga kelele? Mimi nafikiri tukishikana mashati, kwanza tuwe na uzalendo. Nchi ni ya kwetu, kituo cha afya ni cha kwetu, kituo hiki kinatuenda kutuhudumia sisi.
kila mtu atamani kuweka alama kwenye kituo hiki. Mimi ninaamini una shilingi 5,000 ukiitoa kwa moyo kwa sababu ya kusapoti, itakwenda kufanya kazi. Mimi nitawasapoti shilingi 500,000 mweke kwenye kumbukumbu zenu kwenye jengo hilo kwa ajili ya wash machine. Tawawekea shilingi 500,000. Kuendelea kuchezea zile nguvu pale ni hasara. Yaani mimi nilikwisha, baada ya kusikia Dr. Mfawizi anazungumza changamoto ya jengo la madaktari, nilikuwa na nong'ona hapa na ndugu yangu kwamba kwani lile jengo pale, lile jengo plani yake nini? Sasa bahati nzuri mheshimiwa diwani na yeye amekuja ameligusia. Mimi ninafikiri kaimu mkurugenzi mkishirikiana na viongozi wetu wa afya, tuna injinia wa halmashauri. Injinia wa halmashauri afike hapo, kwa sababu mchoro na design ni tofauti na lengo ambalo tunalitaka sasa. Ili afike kwenye eneo, aangalie hilo jengo, atusaidie kudesign mchoro kulingana na jengo lilivyo. Kama kuna sehemu tunavunja kidogo, tunafanya nini? Atushauri ili tutumie hapo, tuweze kushikamana, tuweze kupaua hilo jengo, tulifanyie finishing. Kadhalika tutaangalia hivyo hivyo. Kama tutaangalia mapato ya ndani kidogo ya halmashauri yanaweza kubusti, lakini tunaweza tukasema pia na wakazi wa maeneo haya na marafiki wengine ambao tunao, naamini diwani anaweza kaandaa utaratibu akanialika na mimi nikaja na marafiki wangapi ambao nitawapata, tukashikamana kwa pamoja tukafanya harambee. Tukifanya harambee, ninaamini kwa pamoja tutakwenda kutatua changamoto ya makazi ya daktari. Tukiwa na mtu wa huduma anayeishi hapa, tunakuwa tumejihakikishia nini bwana? Huduma wakati wote.